Hakuna mwanaume mjinga ambaye nimemtetea mimi bungeni. Mimi nimetetea mambo ya familia. Mimi nimezungumzia familia. Mimi na experience na familia. Mimi na watoto wa sasa hivi naenda kupata mtoto wa 6 na watoto wa 5. Najua nimekaa na watoto, nimelea watoto, najua hoja nilizozungumzia. Hakuna sehemu hata moja nimemzungumzia mwanaume mjinga. Alafu mwanaume akipenda anaonekana kama ni mjinga sana Kama amempenda mtu anataka kumhudumia, yeye ni mapenzi. So mwanamke asitumie mapenzi kwa ajili ya kumtapeli mwanaume. Mwenelewa vizuri. Na kiuhalisia nimesikia hata juzi hapa hoja zinazotengenezwa na wakina mama sasa hivi ni hoja ambazo zinataka kutengeneza uadui kati ya mwanamke na mwanaume, ambapo kweli wanaume wakiamua kuwa maadui wa wanawake 100%, wanawake wataumia, sababu mpaka sasa hivi bado uchumi mkubwa umeshikwa na wanaume. Kama mwanamke anasema akipata hela zake, ficha hela, usimuoneshe mwanaume, miliki vitu vyako 100%. Haya, wanaume wakiamua sasa, kuanzia sasa hivi, ndugu yangu, wewe jitafutie na mimi mali zangu nilizotafuta ni za kwangu, wanawake ndio wataumia. Sasa hivi tayari wameitangaza vibaya. Wangeacha kwanza waende hivi, tunawasaidia waende washike vizuri, alafu ndio angeza kutangaza hicho wanachokitangaza. Lakini ukitangaza sasa hivi na wanaume kweli tukaamua sasa, okay, kwa hiyo wewe ukijenga unamwandika mama yako na mimi vitu vyangu vyote namwandika mama yangu, wanawake wataumia, kwa sababu nitakufa mimi. Ataenda pale anagusa, anambia hichi alimwandika kaka yake, hichi alimwandika mama yake, atabaki mte na watoto atabaki nao pale. Kwa maendeleo ya jamii haipaswi kujikita kwenye upande mmoja wa wanawake peke yake. Tunataka tuone wakati maendeleo ya jamii inapambana na kuzuia ukatili wa kijinsia, lakini udili na jinsia zote, hasa upande pia wa wanaume ambao unaona wameachwa sana wajitetee wenyewe, kitu ambacho kinakuwa sio kitu kizuri. Tunataka tuone sheria zikichukuliwa. Kwa mfano, mwanamke akimsingizia mimba mwanaume, alafu mtoto akazaliwa, bado akaendelea kumsingizia huyo mtoto kama ni wa huyo mwanaume, baadaye ikigundulika kama mwanamke ni muongo, amemsingizia huyo mtu, liwe ni kosa kama makosa mengine. Umeona bana, hata mtu akifungwa miaka 3 itakomesha wanawake wengine kusingizia mimba wanaume. Umeona bana, wewe fikiria kama ikipitishwa sheria kweli kwamba bana, sasa ukimsingizia mimba mwanaume unafungwa miaka 3, wataacha, sababu watajua ukisingizia unaenda jela, watazungumza ukweli. Mheshimiwa anasema kitanda kizaa haramu. Kinazaa haramu kwa sababu unajua sheria haina misemo. Sheria haiendani na misemo. Wewe ukileta misemo kwenye sheria utafungwa jela. Sio kama unaelewa vizuri. Yaani kama mtoto wako ni mwizi, ukisema eti mtoto sio akinyea mkono au ukatwe, atafungwa jela. Sheria haina hizo mambo. Kwa lazima tuweke mifumo mizuri ambayo itamlinda mwanamke na haki zake na itamlinda mwanaume pia na haki zake. That is